Majina naitwa Devota Chacha, ni afisa tawala, niko ofisi ya mkuu wa wilaya ya Mbeya. Lakini kwa leo nimekuja kumwakilisha Mheshimiwa Naibu Waziri Mary Priska Mahundi, Naibu Waziri Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum kwenye hii shughuli ya utoaji wa tuzo lakini na vyeti kwa wanafunzi wa vyuo vitano vilivyoko katika mkoa wetu wa Mbeya walioshiriki kutengeneza makala au documentary ya masuala mazima ya utalii. Lengo la kutengeneza documentary, tuna vijana wetu ambao na taasisi yao inaitwa TICON, wameandaa zoezi hili kupitia wanafunzi wa vyuo vikuu, kwa kuwa tunaelewa wao ndio wabobezi na wataalamu wa masuala mazima ya utalii, kuandaa hii documentary ili waweze kujua masuala ya utalii kiundani, lakini pia kutangaza utalii ulioko katika nchi yetu ya Tanzania na mkoa wetu wa Mbeya. Kipekee nipende kushukuru vijana wetu wa TICON, lakini nishukuru vyuo vyetu vya MUST, TIA, Mzumbe University, TEKU walioweza kushiriki katika makala hizi nzuri. Watoto wetu wameiva, na hii ni makala ya kwanza kuitengeneza, lakini wametengeneza makala nzuri, utadhani wao ni wabobezi wa haya maswala. Kwa mimi niombe kupitia vyombo vya habari, wadau wetu mbalimbali, tuweze kuwashika mkono hawa vijana waendelee kutangaza utalii ulioko katika nchi yetu ya Tanzania, lakini tumsapoti Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwenye masuala mazima ya utalii. Tukiangalia Mheshimiwa Rais naye alitengeneza documentary yake kama hii ambao wameandaa watoto wetu. Sasa ni vizuri sisi kama wananchi, lakini pia wadau wa utalii tukaweza kuwashika mkono ili waweze kufika mbali na kutangaza utalii huu. Kwa niaba ya serikali yetu ya wilaya na serikali ya mkoa, niombe viongozi wetu wote tusapoti hivi vyuo vitano, lakini sio hivyo tu. Tunaomba na vyuo Mbeya na vyuo vikuu vingi sana na vyuo vya kati. Kwa hiyo tunaomba na vyuo vingine viweze kushiriki katika kuandaa hizi makala ili tutangaze utalii mbali, tuweze kupata watalii, lakini pia vijana wetu waweze kupata ajira kwa maana wajiajiri, lakini pia utalii ni afya, unaenda kuenjoy, unabadilisha mazingira na nini. Tumeona pale vijana wetu wamepata mpaka ofa ya kwenda Mpanga Kipengele siku 5. Sio kitu kidogo. Kwa hiyo mimi niombe, nitoe wito wangu kwa jamii, tuendelee kutangaza utalii wetu. Mbeya ni giant jamani, kama tunavyojua katika majiji yote ya Tanzania 6, Mbeya inaongoza kwa masuala mazima ya utalii. Sisi halmashauri zetu zote na wilaya zote 5 zina utalii wa kutosha, na hata hapa documentary tuliyoiona haijatangaza vivutio vyote, imetangaza vivutio vichache. Kwa hiyo mimi niombe vijana wetu wa TICON waendelee, wafike mbali, waende kule ndani, kuna nyayo, sijui kuna nini, maporomoko, wafike waende kule, watuonyeshe utalii ulioko katika mkoa wetu wa Mbeya. Asante. Kwa majina naitwa Amani George, ni mkurugenzi wa taasisi ya TICON ambayo iko mkoani Mbeya. Sisi ni wadau wa utalii nyanda juu kusini, lakini na Tanzania pia. Kwa hiyo tulipata wazo, tukagundua kwamba vijana wengi wa Kitanzania wanapata changamoto kubwa kusimulia nchi yao, hasa kwa mambo ya utalii. Lakini pia tukajua kwamba watu kutoka nje, unakuta mtu wa nje anaelezea vizuri sana kuhusiana na Tanzania, anaelezea vizuri. Sasa tukashangaa kwa nini wao wanaweza, sisi kama wa Tanzania hatuwezi kusimulia vizuri. Kwa tukapata wazo la kuanza kuwashirikisha wanafunzi wa vyuo vikuu kwamba na wao wawe sehemu ya kutangaza utalii na kusapoti serikali, lakini pia na wao kupata fursa kwenye utalii. Kama tunavyojua utalii ni fursa. Kwa hiyo tukaona ni vizuri tuwashirikishe ili na wao wafaidike kwenye hasa masuala ya utalii. Lakini pia kama taasisi tuna support serikali, kwa sababu serikali ni mdau namba 1 wa utalii. Kwa hiyo sisi pia tuna support serikali na wadau wote wa utalii. Kwa pamoja tunataka tufanye Tanzania yetu isikie vizuri Afrika, lakini na nje ya Afrika, kama ambavyo serikali inafanya juhudi kuhakikisha tunafanya vizuri hasa kwenye mambo ya utalii. Tulikuwa tuna vyuo vitano mkoani Mbeya. Chuo cha kwanza ilikuwa ni MUST, tulikuwa na TEKU, tulikuwa na KUOM, tulikuwa na TIA, tulikuwa na Mzumbe. Lakini kwa bahati nzuri vyuo ambavyo vimeshinda ni vyuo viwili. Cha kwanza kabisa alikuwa ni MUST, lakini cha pili alikuwa ni Mzumbe. Lakini tulikuwa na washiriki mmoja wanafunzi wa vyuo ambao pia na wao wamefanya vizuri sana. Wao pia waliandaa documentary, wakaandaa picha nzuri na video nzuri. Tulikuwa na washindi wawili ambao mshindi wa kwanza amepata zawadi na mshindi wa pili amepata zawadi. Kwa majina naitwa Chison Fanuel Munga,
rais wa serikali ya wanafunzi Chuo Kikuu Mzumbe Ndaki ya Mbeya. Katika programu hii ya University Tourism Tour nilikuwa kama mwakilishi wa wanafunzi wa vyuo vyote vikuu. Hivyo basi sikufungamana na pande yoyote ile. Lakini mimi nimeweza kusimama mbele hapa kuwasilisha maono ambayo sisi kama wanavyuo na michango ya wanafunzi mbalimbali ambao wamekutana nayo wakati wa kuendelea kupambania kutangaza vivutio vyetu vya utalii. Ombi letu kubwa kwa serikali wakati tumeendelea kufanya utalii katika vivutio mbalimbali. Mkoa wa Mbeya tuna vivutio vingi sana, lakini kuna baadhi ya vivutio havijapewa usimamizi mahiri, nikimaanisha kwamba vipo lakini havijapewa jicho la kuweza kutunzwa ili viendelee kuleta mvuto kwa watalii mbalimbali. Mfano mzuri, kivutio cha utalii kama shule ya sekondari Samola, lile handaki tulilonalo pale, lile handaki linahitaji maboresho, linahitaji usimamizi mzuri ili liweze kuwa kivutio kizuri cha utalii, lakini pia usimamizi bora. Kwa ombi letu kwa serikali ni kwamba tu waongeze mkono katika vivutio vya utalii ndani ya jiji la Mbeya, kuongeza effort katika utunzaji na usimamizi kwa vile vivutio ambavyo vimeweza kusahaulika kwa muda mfupi. Hilo ndio lilikuwa ombi kubwa kutoka kwa wanachuo wenzangu, lakini mengineyo tumeweza kushiriki. Mshindi tumempata na tumeridhika na matokeo haya kwa kuwa tumeona haki zote zimesimamiwa na kila mtu amestahili kwa kile alichoweza kukipata. Kwa majina yangu naitwa Godwin Emmanuel Lukio. Ni moja wa wanafunzi walioandaa documentary fupi ambayo ilikuwa ikizungumzia vivutio mbalimbali vya watalii hapa mkoani kwetu Mbeya. Mmeniuliza swali zuri kwamba kuhusiana na swala zima changamoto tulizozipitia wakati wa uandaji wa documentary hii. Changamoto zilikuwa ni nyingi. Cha kwanza ni ufinyu wa muda. Tulipewa tu siku moja ya kuweza kukusanya details mbalimbali zinazohusiana na documentary ambayo ilikuwa kuna maeneo mengine tulifika usiku kabisa. Kwa mfano Daraja la Mungu tulifika usiku kabisa. Kwa hiyo ni moja ya changamoto ambayo tulipitia, lakini changamoto nyingine tuliyopitia ni ya kiuchumi. Hela tuliokuwa nayo haikuweza kutukizi vilivyo kuweza kuandaa documentary. Naamini kama tungekuwa tumepewa fund kubwa zaidi tungefanya zaidi ya kitu tulichokifanya. Lakini pia jambo lingine ni masuala mazima ya ratiba, kwa sababu sisi ni wanafunzi, kuna masuala mengine ya kimasomo, lakini tulikuwa tunajaribu kubalance hivyo kwa sababu siku tulizopewa gari zilikuwa ni siku zinaingiliana na masomo. Kwa hiyo kuna baadhi ya vipindi tumekosa maxi, kama mimi kuna baadhi ya masomo nimekosa kabisa, nimepata 0, lakini kwa lengo la kutangaza utalii mkoa wetu wa Mbeya, mimi nadhani kwangu ni jambo jema. Kwa kweli sasa hivi naona kuna wimbi kubwa la watu kutamani kutoka nje ya Tanzania kwenda kuangalia vivutio ambavyo vinapatikana katika nchi zingine za nje ya Tanzania, lakini kuna maeneo mengi ambayo ni mazuri, yana vivutio vizuri ambavyo vinaweza vikakushawishi hata wewe mwenyewe kuweza kupata new ideas, new innovations. Kwa hiyo mimi nashauri Watanzania wenzangu popote mnaponisikiliza muweze kutembelea vivutio vya watalii vya ndani. Hapa Mbeya vivutio vya utalii viko vingi, lakini sio Mbeya peke yake. Tanzania nzima vivutio vya utalii ni vingi na najua wengi hawavijui. Kwa hiyo mimi natamani Watanzania sasa tuanze kuona ni vyema kuanza kutembelea vivutio vyetu vya utalii vya ndani kabla hatujaanza kwenda vivutio vya nje.